Karibu, tunaanzia katika eneo la Mashariki ya Kati ambapo pande zote mbili katika vita vya Iran zinaendelea kufanya mashambulizi. Milipuko mikubwa imesikika Tehran, huku jeshi la Israel likisema linalenga Hezbollah, kundi linaloungwa mkono na Iran huko Beirut. Mataifa ya Ghuba ikiwemo Bahrain, Saudi Arabia na UAE yanasema yamezuia mashambulizi kutoka Iran. Hatua hii inakuja baada ya Iran kumtangaza rasmi kiongozi wake mpya ambaye ni Mujtaba Khamenei, mwana wa kiongozi aliyeuawa Ayatollah Ali Khamenei. Taarifa ya Joe Inwood inawasilishwa na Peter Mwangangi. Ilikuwa hali ya kuonyesha ukaidi kutoka kwa watu wanaunga mkono utawala wa Iran. Walijitokeza barabarani na kutoka kwa afisi kuu ya kidini ya Iran iliyomchagua Mujtaba Khamenei aliye na msimamo mkali kuwa kiongozi mkuu. Kama jina hili sio geni masikioni mwako, basi ni kwa sababu yeye ni mtoto aliyekuwa kiongozi mkuu Ayatollah Ali Khamenei aliyeuawa mwanzoni mwa vita hivi. Kuchaguliwa kwake kumesherehekewa na miongoni mwa makundi haya ya watu. Ilikuwa furaha isiyo na kifani. Hatukujua kama tuomboleze kumpoteza kiongozi wetu au tusherekee kuteuliwa kwa kiongozi mpya. Bwana Mujtaba ni kama baba yake tu kwa watu wote ambao wangeteuliwa. Yeye ndiye anayestahili zaidi na anaifanana naye. Lakini sio kila mtu amefurahishwa na taarifa hizo. Kifo kwa Mujtaba, anasema. Sauti nyingine inajibu japo kwa mbali, kifo kwa Mujtaba. Baada ya muda, maoni yakaanza kuwasilishwa kwa idhaa ya BBC ya Kiajemi. Wamemuua baba yake na hata wasamehe. Kama hataweza kulipiza kisasi kwa Marekani, basi atalipiza kisasi kwa raia wa kawaida. Natumai kwamba Israel na Marekani watamlenga. Hii inamaanisha kuwa hakuna kitakachobadilika. Ni njia hiyo hiyo moja na hata ni mbaya zaidi. Hata hivyo, sidhani kama hali hii itaendelea. Sidhani kama atakaa kwa muda mrefu. Sio tu upande wa upinzani ndani ya Iran ambao haukufurahishwa na kuchaguliwa kwake. Israel imesema kuwa itamuua yeyote atakayeteuliwa, na hapo awali Donald Trump alisema kuwa kiongozi huyo hatadumu. Kuchaguliwa kwa Mujtaba Khamenei ni ishara tosha kwamba wanaoshikilia msimamo mkali katika serikali hiyo wana nafasi ya juu. Sio kwamba wanasema tu kuwa wataendelea na vita hivi angalau kwa muda mfupi kwa njia ya kijeshi, ila pia wanasema kuwa wana mpango mwingine kisiasa. Kwa sasa